Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena na siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali mimi na wewe, na siku ya leo tutaenda kujifunza kwa habari ya wanandoa, na matumaini yangu utaelewa na utatoka mahali fulani na kuelekea mahali kwingine. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuvusha kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, na ni kitu ambacho kitawapeleka watu wengi sana kuzimu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, na yamkini ni wachungaji, yamkini tu ni watu wa kawaida, lakini ni kitu ambacho kitawapeleka watu wengi sana katika ile jehanamu ya moto, kwa sababu wamekuwa wagumu wa mioyo na wengine hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hasara kubwa sana ya kuto kusoma neno la Mungu, kwa sababu kuna maarifa ambayo unatakiwa uyapate kupitia neno la Mungu, na unapokuwa usomi neno la Mungu kuna vitu vitakufanya uende kuzimu. Ni kwa sababu tu haukulijua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio wote walioenda kuzimu basi ni watu ambao wameenda tu, hapana. Ni kwa sababu ya kuto kulijua neno la Mungu na kuto kulitii neno la Mungu, ndio maana wakajikuta wako mahali pale. Sasa nitaenda kuongea kwa habari ya wanandoa, na si tu wanandoa pekee, ninaamini hata ambao pia hawajaoa ni jambo zuri pia, watajifunza kitu kikubwa sana. Lakini awali ya yote nitaenda kuomba kwanza ili Mungu apate kutuongoza. Baba, katika jina lako Yesu, asante Yesu kwa ajili ya neema hii na kibali hiki. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku hii mpya. Ninaomba Bwana Yesu, tazama ninaenda Bwana kusema na watu wako. Ninaomba Jehova ukanene nao, Mfalme, ukakamate kinywa changu, ufahamu wangu, ukaongoze wewe mwenyewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hata msikilizaji ambaye atakayenisikiliza Bwana, ninaomba ukakamate fahamu zake, ukakamate masikio yake na utulivu wake wa ndani, katika jina la Yesu Kristo. Na haribu nguvu za giza na teketeza kila roho chafu katika jina la Yesu Kristo, bali uweza wa Bwana na nguvu za Bwana zikapate kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tutakwenda kusoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7 na ule mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7 na ule mstari wa 10. Kama na Biblia yako fungua nami Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Haleluya. Hii ni habari ya Paulo, na Paulo anatueleza kwa habari ya wanandoa, watu wawili ambao wanaishi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wawili ambao wanaishi pamoja. Anasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi. Ina maana agizo analoliongelea Paulo hapo, si yeye ndiye ambaye ameamua kusema, hapana. Anasema ila Bwana. Ina maana Paulo amepewa message na Mungu. Ina maana Paulo anazungumza jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yake azungumze na watu wake. Haleluya. Anasema mke asiachane na mumewe. Hili ni agizo la kwanza, kwamba mke asiachane na mumewe. Na anaendelea kusema, anasema lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe. Yaani ikiwa mwanamke ameachana na mume wake, au mwanamume ameachana na mke wake, kama ni mwanamume atakiwi kuoa, na kama ni mwanamke atakiwi kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili ni jambo ambalo linawatesa watu wengi sana. Ni jambo ambalo litawapeleka watu wengi sana katika ile mauti ya milele. Ni kwa sababu watu wamekuwa wagumu wa kufuata neno la Mungu.
Watu wamekuwa wazito wa kufata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna watu ambao wameoana, lakini ukichunguza ile ndoa utakuja kugundua ya kwamba mume ambaye amemuoa huyo mwanamke alishawahi kuwa na mwanamke mwingine ambaye alimuoa na kwa ndoa halali, lakini baadaye akaja akamwacha, na huyo mwanamke bado yuko hai, lakini kamwacha, na baada ya kumwacha akaenda kuoa mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Paulo anasema hilo sio agizo lake analosema, ni agizo la Bwana, kwamba huruhusiwi kumwacha mke wako na ukaenda kuoa mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe. Huu ni mstari wa 11. Anasema lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe. Yaani ikiwa umeachana na mume wako na angali bado yuko hai, utakiwi kuolewa. Sio maneno ya Paulo, ni Mungu anasema ndani ya Paulo. Sasa kama unalijua ya kwamba ulioa mwanamke na ukamtolea mali na ukamwacha, neno la Mungu linasema utakiwi kuoa mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni swala ambalo litawapeleka yamkini hata wachungaji, kwa sababu kuna wachungaji wengine walishawahi kuoa na wakawaacha wake zao, wakaja wakaoa wanawake wengine, nao pia wanahatia mbele za Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitawapeleka wengi sana kuzimu. Sio tu ni kwa sababu hakulijua neno, kwa sababu wapo ambao wachungaji lakini wanayafanya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie ndugu yangu ya kwamba neno la Mungu ndiyo taa ya kila mwamini ambaye ana kusudi la kwenda mbinguni. Kama unanisikiliza hapa na unajua ya kwamba una mume wako mlishaachana na ukaolewa na mwanaume mwingine, mnazini, mpo katika nje ya utaratibu wa Mungu, mnafanya zinaa. Kama umeachana na mume wako na bado yuko hai na ukaolewa, unazini. Na kama ni mwanamume pia uliachana na mke wako na mke wako bado yuko hai, unazini. Iko hatia ndani yako, ipo hukumu ndani yako. Ile siku ya hukumu itakapofika, utaliona hilo jambo litakalo kupeleka kuzimu ni kwa habari ya kumwacha mke wako na kwenda kuoa mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni heri ukae bila kuoa. Kama uliachana na mke wako na mke wako bado yuko hai, ni heri ukae tu, usioe, utulie, na utakiwi kuzini. Otherwise neno la Mungu linasema au nenda kapatane na mke wako ambaye ulimwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unajijua uko hapo na ujumbe huu unakuhusu, ndugu yangu, ufanyie kazi. Yesu anarudi. Kama ni kumrudia mke wako, nenda kamrudie, katengeneze naye. Ndoa ambayo ulio nayo hiyo ni batili. Mungu akiangalia hiyo ndoa ni batili. Japo kwenye macho ya kibinadamu, mwanadamu anaweza akaona hii ni ndoa halali, lakini mbele za Mungu ni ndoa batili, kwa sababu bado mkeo yuko hai. Hukutakiwa kuoa tena, ulitakiwa kurudi kwenda kutengeneza naye, au ukae tu hivyo hivyo usiwe na mwanamke. Sasa kama utakuwa na uwezo wa kukaa bila kuoa, sawa, kaa hivyo hivyo. Lakini kama utaona ni shida kwako, mrudie mkeo. Kama utaona ni shida kwako, mrudie mumeo, nenda katengeneze naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndo ujumbe mfupi ambao nilikuwa nataka nishare na watu wa Mungu.
ninaamini utakuwa umekutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mungu awabariki sana. Shalom.